are going to hear the word of God. Let us clap for the Lord. Amen. The word today again is being brought by Bishop Dr. Peter Ambuka. Can we put our hands together as we welcome him as he brings the word of God? Clap until he reaches here. God bless you, Bishop. Go for it. Amen, amen, amen. God bless you so much. Thank you, Kilela Sifa Voices. Thank you, Reverend Mary, for leading us in this service. Let's give them a good hand clap even as they sit down. Amen. Amen and amen. Amen. Those who are watching us on Facebook Live, you are so much welcome. Wale ambao mnatutazama kwa Facebook umekaribishwa zaidi. God bless you so much. Bwana awabariki sana. And those who have come, wale ambao tumekuja, the Lord bless you too. Bwana pia na awabariki. Amen. Amen. Now we want to go straight to the word of God. Tuelekee mara kwa moja katika neno la Mungu. We have been looking at the subject of prayers, Tumekuwa tukitazama somo linalohusu maombi, which have dealt with it for the last month. ambao nimekuwa nao kwa mwezi uliopita. Principles of answered prayers. Kanuni za maombi ambayo yanajibiwa. And so far we've looked at 3 principles. Basi ambao tumeweza kuangalia kanuni 3. Principle number 1 was that for your prayers to be answered, you must combine it with faith. Kanuni ya kwanza ilikuwa kwa maombi yako kujibiwa lazima uunganishe na imani. The Bible says without faith it is impossible to please God. Bible inasema kwamba bila imani hauwezi kumpendeza Mungu. Faith is the arm that receives from God what God has promised you. Basi imani ndio mkono ambao unapokea kutoka kwa Mungu kile ambacho ameweza kukuahidi. And so when you pray, kwa hivyo unapoomba, make sure that you have faith. hakikisha kwamba uko na imani. And faith comes by hearing, and hearing the word of God. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Principle number 2, we saw that for your prayers to be answered, you must pray in the will of God. Tukaweza kuona kwa maombi yako kujibiwa lazima uombe kulingana na mapenzi ya Mungu. Pray in the will of God. Kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu. What is the will of God? Mapenzi ya Mungu ni nini? The will of God is what God has said in His word. Mapenzi ya Mungu ni kile ambacho amesema kupitia kwa neno lake. If somebody has a will, kama mtu ako na will, they usually write it down huwa anaiandika chini and keep it with a lawyer. na kuiweka katika wakili. Now the will of God is His word. Na mapenzi ya Mungu ni neno lake. Whatever God has said in His word, chochote ambacho Mungu amesema katika neno lake, is what He wants to do for your life. ndio kile ambacho anataka kufanya katika He maisha wants yako. you to live in health. Taka uishi katika afya He njema. wants you to live in peace. Taka uishi kwa He amani. wants you to live in prosperity. Uishi katika ufanisi. And so anytime you pray in accordance to what God wills for you, kila wakati unapoomba kulingana kile ambacho Mungu anatamani kwako, then be sure you're going to receive that. hakikisha kwamba utapokea hiyo. The third principle which we looked at last Sunday, kanuni hata tulipoiangalia Jumapili iliyopita, is for your prayers to be answered, kwa maombi yako kuweza kujibiwa, you need to walk in obedience. utaje kutembea katika utiifu. Walking in obedience. Kutembea katika utiifu. It is very important to obey God. Basi ni muhimu sana kuweza kumwabudu Mungu. The Bible says, Bible inasema, to obey is better than to give sacrifice. kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. You can never receive anything from God hawezi pokea chochote kutoka kwa Mungu if you are walking in disobedience. kama unatembea katika hali ya kutotii. God will only answer your prayers Mungu atajibu tu maombi when yako you are walking in obedience to His word. wakati unatembea katika kutii neno lake. And so today we want to look at principle number 4. Leo tutaka kuangalia kanuni namba 4. And principle number 4, we find it in the book of 1 Corinthians, Nipata kitabu cha Wakorintho wa kwanza, chapter 14. mlango wa 14. We are going to read verse 2, Tutaenda kusoma mstari wa and pili, then we are going to read verse 14 and 15. alafu 14 na 15. 1 Corinthians, Wakorintho wa kwanza, chapter 14, mlango 14, verse 2, mstari wa pili, verse 14 and 15. 14 na 15. And this is what the word of God says. Bible inasema hivi: For anyone who speaks in a tongue does not speak to people but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. So what shall I do? I will pray with my spirit,
but I will also pray with my understanding. I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Mtaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Principle number 4 of answered prayers. Kanuni namba 4 ya maombi ambayo yanajibiwa. Speaking in tongues. Kuongea kwa ndimi. Speaking in tongues. Kuongea kwa ndimi. I know the subject of tongue speaking has a lot of controversy. Ninajua kwamba swala la kuongea na ndimi lina kizungumkuti. There are people who say kuna watu ambao wanasema tongues are not for today. Basi ndimi si za leo. They were assigned during the beginning of the church. Basi zilikuwa zimewekwa wakati wa mwanzo wa kanisa. When the church started in Acts chapter 2. Wakati kanisa lilianza kitabu cha Matendo mlango wa 2. When they spoke in tongues and the people who were gathered in Jerusalem had them praising God in their dialects or in their language. Basi walipoongea kwa ndimi na watu ambao walikuwa wamezunguka wakasikia kiongea kwa lugha zao wenyewe. But when you look in the book of Acts, lakini unapotazama kitabu cha Matendo ya Mitume, speaking was not a one-time affair. Jambo la kunena na lugha haikuwa jambo la mara moja tu. It started in Acts chapter 2. Ilianza katika Matendo mlango wa 2. And then when we continue, alafu tukiendelea, we find when persecution came, kutoka wakati mateso yalikuja, and the disciples were dispersed everywhere. Na wale wanafunzi wakawa wametawanyika kila mahali. As Philip went preaching in the city of Samaria, wakati Filipo alipokwenda kuhubiri kule Samaria, and people got born again, na watu wakawa wanaokoka, he called Apostle Peter and John, akawaita mitume Peter na pia Yohana. And when Peter and John came, na wakati Yohana na Peter walipokuja, they laid hands on the new converts, wakawekelea mikono waliokuwa wameokoka, and they were baptized in the Holy Spirit, na wakabatizwa kwa Roho Mtakatifu, and they started speaking in tongues, na wakaanza kuongea kwa ndimi mpya. It does not stop there. Haikomei pale. The Bible says when Cornelius and his household received the message of Peter, Biblia inazungumzia Cornelio na nyumba yake walipopeana maisha yake kwa Yesu wakati wa Paulo. The evidence is that they were baptized in the Holy Spirit, kwamba walibatizwa kwa Roho Mtakatifu, and they started speaking in other tongues, na wakaanza kuongea kwa ndimi mpya. In Acts chapter 19, kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 19, Paul goes to the city of Ephesus. Paulo anaenda katika mji wa Efeso, and he finds there 12 disciples in a synagogue. Anakuta wanafunzi katika sinagogi. He asks them a question. Anawauliza swali. When you believed, wakati mliamini, did you receive the Holy Ghost? Je, mlipokea Roho Mtakatifu? Did you receive the Holy Spirit? Je, mlipokea Roho Mtakatifu? And they said, we don't know anything about the Holy Spirit. Wakasema tujui lolote kuhusu Roho Mtakatifu. And he asked them, then which baptism did you receive? Akauliza mlibatizwa na ubatizo upi? And they said, we received the baptism of John the Baptist. Sema tulipokea ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Being immersed in water. Basi kule kutumbukizwa ndani ya maji. And Paul started teaching them about the baptism of the Holy Spirit. Na Paulo akaanza kufundisha kuhusu kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. He told them John the Baptist said, akawaambia Yohana Mbatizaji alisema, I baptize you with water, na wabatizeni kwa maji, but there is another one who is coming after me, lakini kuna mwingine anayekuja baada yangu, I'm not worthy to untie his shoelaces. ambao siwezi fungua kamba za miguu ya He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Atawabatiza kwa moto na kwa Roho. And when they believed, na walipoamini, the Bible says that Paul laid hands on them. Biblia inasema kwamba Paulo akawekelea mikono, and they were baptized in the Holy Spirit, na wakabatizwa kwa Roho Mtakatifu, and started speaking in other tongues. Na wakaanza kuongea kwa ndimi mpya. And so we find that this is a trend that continues in the early church. Kuta kwamba huu ni mtindo ambao unaendelea katika kanisa la mwanzo. Anytime they receive the baptism of the Holy Spirit, wakati ulipopokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, it was accompanied by the evidence of speaking in tongues. Basi ilikuwa inaandamana na kule kudhibitishwa kwa kuongea kwa ndimi. In the book ndimi. of 1 Corinthians, kitabu cha Wakorintho wa kwanza, we find beginning from verse number 12, kuanzia mstari chapter 12, katika kuanzia mlango wa 12 up to chapter 14, which I have read, hadi mlango wa 14 mahali tumesoma. Paul begins addressing the issue of the gifts of the Holy Spirit. Basi Paulo anaanza kuelezea mambo yanayohusu karama za Roho Mtakatifu. And in chapter 14, na katika mlango wa 14, he addresses specifically the gift of speaking in tongues and prophecy. Basi anazungumzia jambo la kuongea na ndimi na pia unabii. And he says in verse 2 that we have read, na amesema katika mstari wa 2 ambao mahali tumesoma, for anyone who speaks in a tongue, basi yeyote anayeongea kwa ndimi, does not speak to people, yeye haongei na watu, but they are speaking to God. Lakini yeye anaongea na Mungu. Indeed, no one understands them, hakika hakuna ambaye anamuelewa, because they are uttering mysteries
by the Spirit. maana anaongea siri kupitia kwa roho. Speaking in tongues Kuongea kwa ndimi is not a language that people can understand. sio lugha ambayo watu wanaweza kuelewa. Even though at times, Ingawaje wakati when we fulani speak in tongues, tunapoongea kwa ndimi like in the early church, kama kanisa la mwanzo, the church in a book of Acts chapter 2, kitabu cha Matendo ya Mitume when kanisa la they pale, spoke in tongues, walipoongea kwa ndimi, people who had come from different parts of the world, watu walikuwa wametoka katika sehemu they mbalimbali za had them dunia, speaking in their language. waliwasikia kuongea kwa lugha The yao. Bible says that they are tongues of men Biblia inasema kuna ndimi, lugha za wanadamu and they are tongues of na angels. pia lugha za When you malaika. are speaking in tongues, Unapoongea kwa you ndimi, might be speaking tongues of men, unaweza kuwa unaongea katika ndimi lugha za wanadamu, or you might be speaking tongues of angels. ama unaongea kwa ndimi lugha za You malaika. yourself, Wewe you do mwenyewe not understand it. hauelewi, And people who are around na you, watu ambao they wanakuzunguka cannot understand you. hawakuelewi But the pia. Bible says, Lakini Biblia when you are inasema speaking in tongues, unapoongea kwa ndimi, you are uttering mysteries to God. wewe unaongea siri za You are Mungu. communicating with God in the Spirit. Wewe unawasiliana na Mungu katika roho. And in verse 14, Paul says, Na katika mstari wa 14 Biblia for Paulo if I anasema pray in a tongue, kwamba nikiomba kwa ndimi, oh yes, ndiyo it is possible to pray in tongues. inawezekana kuomba kwa lugha. And that's why I'm giving this principle number 4, the principle of speaking in tongues. Basi ndio nasema kanuni namba 4 ni kanuni ya kuongea kwa lugha. Tongues is also a language of praying. Basi lugha pia ni lugha ya kuongea, ya Paul kuomba. says, Paulo anasema for if I pray in a tongue, kwamba nikiomba kwa lugha, my spirit roho yangu is praying. inaomba. I'm praying in my spirit. Ninaomba kwa roho yangu, In my mind, katika mawazo because yangu, I don't understand what I'm saying, maana sielewi ninasema my nini. mind is not participating in that. Basi mawazo yangu hahusiki But my kokote, spirit lakini roho is wangu uttering mysteries to God. anaongea siri kwa Mungu. Hallelujah. Amen. So there is more to being filled with the Holy Kwa Spirit hivyo kuna zaidi ya kujazwa na Roho Mtakatifu than just speaking in tongues. ambao ni kuongea kwa lugha. Part of the reason why we speak in tongues Sababu kwamba tunaongea kwa lugha, is because it is one way of us praying. maana ni njia yetu moja yetu kuomba. Ephesians chapter 6 and verse 18. Kitabu cha Waefeso 6 na mstari wa 14. Ephesians 6:18. Efeso Here's 6:18. what the Bible says. Biblia inasema hivi: And pray in the Spirit on all occasions, na kuomba kwa roho katika hali zote, with all kinds of prayers and requests. basi na maombi zote na sala zote. Now, you pray in the Spirit Unaomba kwa roho when you are speaking in tongues. wakati ambapo unaomba kwa That's what the lugha. Bible has told us in 1 Corinthians chapter 14 and verse 14. Na hiyo ndio imetuambia kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14 na mstari wa Which 14. says, for if I pray in a tongue, Mbona nasema nikiomba kwa lugha, my spirit prays. roho yangu inaomba. And the Bible also says in 1 Corinthians chapter 14 verse 2, Na pia katika kitabu cha Wakorintho kwa 14 wa kwanza 14 mstari wa 2. for anyone who speaks in a tongue Maana yeyote anenaye kwa lugha does not speak to people but to God. haongei na watu lakini kwa Mungu. Indeed, no one understands them. Hakika hakuna ambaye They anamuelewa. utter mysteries by the Spirit, by the Hao- Holy Spirit. Hao wanaongea roho siri kupitia kwa Roho Mtakatifu. So there are two things there. Kuna mambo mawili pale. There is your spirit praying Kuna roho yako ambayo inaomba and you praying in the Holy na Spirit. wewe kuomba ndani ya Roho So when Mtakatifu. you are speaking in tongues, Kwa hivyo unapoongea kwa ndimi, your spirit is praying roho yako inaomba and you are praying in the Holy Spirit. na wewe unaomba kwa Roho And so Mtakatifu. Ephesians 6:18 says, Waefeso 6:18 nasema hivi: and pray in the Holy Spirit na muombe kwa Roho Mtakatifu on all occasions katika maeneo with yote, all kinds of prayers and requests. maombi yote na sala zote. Jude chapter 1 and verse 20. Kitabu cha Yuda 1 na mstari wa 20. Jude chapter 1 verse 20. Yuda 1:20 It says, inasema hivi: but you, dear friends, nyinyi marafiki wapendwa, by building yourself in your most holy faith kwa kujijenga wenyewe katika imani yenu takatifu and praying in the Holy Spirit. na kuomba kwa Roho Mtakatifu. So I put it to you Kwa hivyo nawaleteni that kwenu praying in the Holy Spirit
kuomba kwa Roho Mtakatifu and your spirit praying na roho yako pia is inaomba when you are babbling in tongues. ni wakati ambapo unaongea kwa And that is a lugha, very powerful way of speaking in tongues. na hiyo ndio njia nguvu ya kuongea kwa lugha. In verse 18 of 1 Corinthians chapter 14, Basi katika Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa and 18 also verse 39, na pia mstari wa 39, Paul says, Paulo anasema, I thank God that I speak in tongues more than all of you. nashukuru Mungu kwamba ananena na lugha kuliko nyinyi nyote. Therefore, my brothers and sisters, Kwa hivyo ndugu zangu na pia dada zangu, be eager to prophesy, basi muwe tayari ama mtamani kutoa and unabii, do not forbid speaking in tongues. lakini msikose kuongea kwa ndimi. Paul is saying, Paulo anasema, I'm not telling you something that I don't do. siwaambieni kitu ambacho mimi mwenyewe As a sikifanyi. matter of fact, I speak in tongues more than all of Kwa you. kweli naongea kwa lugha kuliko nyinyi Now, nyote. for you to understand why Paul was saying this, Kuweko kuelewa kwa nini Paulo anasema the hivi. church of Corinth Kanisa la Korintho had received the message of the Holy Spirit. walikuwa wamepokea ujumbe wa Roho And Mtakatifu. God had blessed them with all kinds of gifts of the Na Holy Mungu Spirit. alikuwa amebariki na karama zote za Roho And so Mtakatifu. what used to happen, Kila ambacho yuko when nafanyika they would come in church, wakati walikuwa nakuja because kanisani, they were so full of the Holy Spirit, maana walikuwa wamejaa Roho the Mtakatifu, whole service, ibada yote they were speaking in tongues. walikuwa wanaongea kwa Speaking ndimi. in tongues. Wanaongea kwa One is ndimi. speaking there, Moja the anaongea other is pale, speaking na there. mwingine They pale. could not even sing. Hata They hawangeimba, could not even preach. hawakuwa hubiri, It's as if they were competing. ni kana kwamba walikuwa Who wanashindana, can speak in tongues more than nani the other one? anaweza ongea kwa ndimi kuliko mwingine. So chapter 14, Mlango wa Paul 14 is trying to explain to them Paulo anajaribu kuwafafanulia the place of speaking in tongues. mahala pa kuongea kwa And lugha, that's why he begins by telling them, maana anaanza kwa when kuambieni, you are speaking in tongues, mnapoongea kwa ndimi you are not speaking to men. hauongei kwa You are wanadamu, speaking to God. unaongea na So it Mungu. will not benefit people Kwa hivyo haitawafaidi when you watu come here in front wakati unapokuja hapa and you mbele speak in tongues na to them, uongea na ndimi because they kwao, cannot understand you. maana hao You are hawaelewi. speaking to God. Wewe unaongea na Mungu, Unless somebody else isipokuwa mtu mwingine interprets what you are saying akaweza kutafsiri kile in a ambacho language unasema that people can understand. katika lugha ambayo watu wanaweza you kuelewa, yourself, ama wewe You pray mwenyewe God gives you the uombe interpretation Mungu akupe kipawa cha so that kutafsiri people can hear your message. ili watu waupokee But ujumbe wako. tongues Lakini ndimi are for personal use. ni kwa manufaa ya mtu And when they mwenyewe, are done publicly, na wakati imefanyika katika there should hadhara be somebody to interpret them. lazima kuwe na mtu ambaye And that's why Paul atatafsiri. is saying here, Maana Paulo anasema I speak in tongues more than all of you. naongea kwa ndimi kuliko nyinyi nyote. So what Paul is telling them, Kile ambacho Paulo anasema, I'm not saying don't speak in tongues, sisemi usiongee kwa ndimi, because speaking in tongues is useful. maana kuongea kwa ndimi ni But I'm muhimu, telling you, lakini let nawaambieni it be in an orderly way. wacha tuifanye katika Let it mpango, be in the right place. wacha tuifanye kwa utaratibu. And I'm going to show you 4 things that speaking in tongues, 4 ways in which speaking in tongues should be used. Na nitakuonyesha njia 4 ambao kuongea kwa lugha inapaswa kutumika. And so Paul tells them, Paulo anawaambia, I speak in tongues naongea kwa lugha more than all of you. kuliko nyinyi nyote. And so, Na kwa hivyo desire to speak in tongues, tamanini kuongea kwa lugha, desire to prophesy, tamanini kutoa unabii, and don't forbid people from speaking in tongues. na msizuie watu kuongea kwa ndimi. Now I want to give you 4 reasons why we ought to speak in tongues. Nataka kukupatia sababu 4 ni kwa nini tuongee kwa lugha. Number 1, Jambo la kwanza, tongues is for devotional use. basi lugha ni za kutusaidia kuomba Kibinafsi. kibinafsi. Devotional. Basi kuomba kibinafsi. 1 Corinthians 14:2 says, Basi Wakorintho wa kwanza 14:2 nasema hivi, for he who speaks in a tongue addresses God, yule ambaye anaongea kwa lugha anaongea na Mungu, not man. si mwanadamu. No one understands him. Hakuna ambaye anamuelewa. He's talking of divine secrets in the spirit. Anaongea kuhusu siri za rohoni. Here Paul is saying, Hapa Paulo anasema an individual who is spirit filled basi mtu wa pekee ambaye amejazwa roho should use tongues in their own private
prayers to God. basi anapaswa kutumia ndimi katika maombi yake ya kisiri na Mungu. Through speaking in tongues, Kupitia kuongea kwa ndimi, you can pray out the plan of God for your life basi unaweza kupata mpango wa Mungu kwa maisha yako mwenyewe by the power of the Holy Spirit. kupitia kwa nguvu za Roho Let's Mtakatifu. look at the book of Romans chapter 8. Weje tutazame kitabu cha Warumi mlango wa 8. Romans chapter 8 Warumi mlango wa 8 and verse 26 na mstari wa going up to 26 27. hadi 27. Romans 8:26 to 27. Warumi 8:26 hadi This is 27. what the Bible says. Hivi ndivyo Bible inavyosema. In the same way, Katika vile the vile Spirit helps us in our weaknesses. Roho hutusaidia katika udhaifu wetu. We do not know what we ought to pray for, Hatujui tupasavyo siye kuomba, but the Spirit Himself intercedes for us lakini Roho mwenyewe hutuombea through wordless groans. kupitia kuugua ambao huwezi elezeka kwa maneno. And He who searches our hearts Na yule anayetafuta mioyo yetu knows the mind of the Spirit, anajua mawazo ya because Roho, the Spirit intercedes for God's people maana Roho huwaombea watu wa Mungu in accordance with the will of God. basi kulingana na mapenzi ya Mungu. Paul is explaining the use of the speaking in tongues in our private prayer life. Basi Paulo anajibu kufafanua kule kuongea kwa lugha katika maombi yetu ya And he kibinafsi. says at times when we go to pray, Na unatufunza kuweza kuomba. at times when we go to pray, Wakati fulani tunapoenda kuomba, we do not know what to pray for. hatujui tupasavyo kuomba. But when you begin speaking in tongues, Lakini unapoanza kuongea kwa the lugha, Spirit Himself Roho mwenyewe intercedes for us anatuombea. through those wordless groans. Basi kupitia kugua ambako hauwezi eleza kwa maneno. I remember when we were young people, Nakumbuka tulikuwa vijana, we went for an overnight meeting. tukaenda katika mkesha. We were 6 of us Tulikuwa watu 6 in the whole church, kanisa nzima, and we wanted to pray. na tulitaka kuomba. So we started our prayers, Tukaanza maombi yetu, and we started speaking in tongues, tukaanza kuongea kwa and we ndimi, spoke in tongues, tukaongea kwa and spoke in ndimi, tongues. tukaongea kwa ndimi. At a particular time, Wakati fulani we came together, tukaja pamoja, and we held our hands, tukashikana mikono, and we said, let's now begin praying for the nations of the world. waacha tuanze kuombea mataifa ya And dunia. all of a sudden, Na kwa punde tu we started speaking for the fall of the Berlin Wall. tukaanza kuomba kuanguka kwa ukuta wa Berlin. During those years in the 80s, Basi katika ile miaka ya 80s there was a wall that separated Germany, kulikuwepo na ukuta ambao ulikuwa unatenga a very Jerumani, great wall. ukuta mkubwa It sana, was called the Berlin Wall. ulikuwa unaitwa ukuta wa So Berlin. Germany was separated into two. Kwa hivyo Jerumani ilikuwa imegawanishwa mara mbili. After the Second World War, Baada ya vita vya pili vya there was dunia, West Germany, kulikuwepo na Germany ya which magharibi which was democratic, ambayo ilikuwa iko na and there demokrasia, was East Germany, na kulikuwa na Ujerumani ya which was mashariki communist. ambayo ilikuwa ni ya, And the whole of that part, na hiyo eneo yote, the countries of Hungary, nchi za Hungary, Yugoslavia, Yugoslavia, name them. yataje They were yote all communist nations yalikuwa ni nchi ya kikomunisti led by Russia. kiongozwa na Russia. And we started praying for that. Tukaanza kuombea hii, We started telling God, tukaanza kuambia Mungu, break the Berlin Wall, wewe vunja ukuta wa break the Berlin, back of communism. vunja huo ukuta wa Berlin. We didn't know what we were praying for. Hatukujua tunaombea We nini. were young people. Tulikuwa ni vijana We had wadogo, not come to pray for the Berlin Wall. hatukuja kuombea ukuta wa But as we Berlin. were speaking in tongues, Tulipokuwa tukiongea kwa ndimi, God put in our spirit Mungu akoka ndani ya roho what we should zetu pray for. kila ambacho tunapaswa kuombea. And a few months later, Na miezi michache baadaye, the Berlin Wall came down. ule ukuta wa Berlin We were ukaanguka. not the only ones who were praying for Sio that. sisi pekee ambao tulikuwa God tunaombea. had laid that burden Mungu alikuwa ameweka huo to so mzigo many kwa Christians watu all over the wa world. Kristo wengi katika So dunia. when you speak in tongues, Kwa hivyo unapoongea kwa ndimi, God will put in your spirit Mungu ataweka ndani ya roho what you yako should pray for. kila ambacho unapaswa And that's why kuombea. speaking in Kwa tongues hivyo kuongea kwa ndimi is for devotion. ni kwa maombi ya kibinafsi. Hallelujah. Amen. Number 2, Jambo la pili, speaking in tongues kuongea kwa lugha is for edification, ni kule kujijenga, spiritual edification. kujijenga kiroho. 1 Corinthians chapter 14 verse 4 says, Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 4 anasema hivi: he
that speaks in an unknown tongue edifies himself. Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake. Edifies himself. Anajijenga nafsi The yake. word to edify means Neno kujijenga to build linamaanisha yourself up. basi inamaanisha kujijenga. When you feel weak, Unapojihisi mdhaifu, when you feel discouraged, unapojihisi kama mvunjika when you moyo, don't have strength to pray, kama hauna nguvu za when you kuomba, begin speaking in tongues, unapoanza kuongea kwa ndimi, because it is the Holy Spirit who's praying in you, maana ni Roho Mtakatifu anayeomba ndani that yako. power of the Holy Spirit Hizo nguvu za Roho Mtakatifu builds you up, basi zinakujenga, edifies you. zinakujenga. You come in the presence of God weak, Unakuja katika uwepo wa Mungu, but after 1 hour of lakini speaking in baada ya muda tongues, mdogo you will walk out of the presence of God Utato- encouraged, utatoka ukiwa umetika moyo strengthened up. na umetika That's what moyo. the Bible says. So, hiyo Bible inasema, The Amplified Bible says, basi Amplified Bible same inasema verse 14 of 1 Corinthians, Ba- the same huo- verse 4 of 1 Corinthians huo 14. tu mstari wa mlango wa Korintho 14 It mstari wa 4 says, inasema, My spirit by the Holy Spirit within me prays, basi roho yangu kupita kwa Roho Mtakatifu ananisaidia kuomba, but my mind is unproductive. lakini akili zangu hazizai So matunda. when you are speaking in tongues, Kwa hivyo unapoongea kwa ndimi, it is the Holy Spirit praying in you. ni Roho Mtakatifu anayeomba ndani Your yako, mind is not involved in it. na mawazo yako hayajahusishwa, And you are edifying yourself. na wewe unajijenga mwenyewe. So are you weak? Je, wewe ni mnyonge? Do you feel discouraged? Unajisikia kuvunjika When you moyo? come to pray, Unapokuja kuomba, take half an hour wewe chukua kama nusu saa and rabashanda na yourself. uweze kuomba kwa lugha Encourage na yourself. ujitie moyo. Speak in tongues. Ongea kwa ndimi Build yourself up. ukiweza kujijenga. Number 4. And number 3, Namba 3, reason why we should speak in tongues. sababu ya 3 ni kwa nini tuongee kwa lugha. When we are speaking in tongues, Napoongea kwa lugha, we are worshiping God. sisi tunamwabudu Mungu. We are worshiping God. Tunamwabudu Mungu. Acts chapter 10 verse 46. Kitabu cha Matendo ya Mtume 10:46. This is the story of Cornelius, Hii ni hadithi ya Kornelio, the Roman soldier, yule askari wa Kirumi who was told by God to call Peter to tell him what he should do. ambaye aliambiwa na Mungu amwite Peter amwambie kile ambacho As kufanya. Peter was preaching in his household, Wakati Peter alikuwa anahubiri kwa nyumba yake, the Bible says that they all began speaking in tongues. Biblia inasema kwamba wote wakaanza kuongea kwa lugha. And the people who heard them speaking in tongues, Watu ambao walisikia wakiongea kwa lugha they heard them magnifying God. waliwasikia wakimuinua Mungu, For they heard them speak in tongues and magnify God. maana walisikia wakiongea kwa lugha na wakimuinua Mungu. Speaking in tongues Kuongea kwa is a lugha supernatural way of worshiping and magnifying God. basi ni njia ambayo si ya kawaida ya kuabudu na pia When you kuinua Mungu. speak in tongues, Unapoongea kwa you are lugha, speaking mysteries to God. wewe unaongea siri kwa Mungu. When you speak to God, Unapoongea kwa you are lugha, communicating to wewe God. unawasiliana na When you Mungu. speak in tongues, Unapoongea kwa you are lugha, speaking the will of God. unaongea mapenzi ya And so you are Mungu. worshiping Kwa hivyo God. unamwabudu Mungu And you are magnifying na Him. wewe unamuinua yeye. Lastly, number 4, as I Na- go to finish. Na hatimaye namba inapotamatisha, Speaking in tongues kuongea kwa lugha is a doorway to the supernatural. basi ndio mlango wa kuingia katika mambo ambayo si ya kawaida. A doorway to the supernatural. Basi ni lango la kuingia katika hali ambayo si ya kawaida. Now, the first gift that people receive when they are baptized in the Holy Spirit Basi kipawa cha kwanza ambacho watu hupokea wanapobatizwa na Roho is Mtakatifu, the gift of speaking in tongues. basi ni kipawa cha kuongea kwa lugha. That is the doorway. Huo ndio mlango. Once you enter the door of speaking in tongues, Ukiingia tu katika huo mlango, then other gifts begin operating in your life. basi vile vipawa vingine vinaweza kufanya kazi katika maisha yako. I have found it out in my life for more than 25 years that I've been born again and spirit filled. Basi nimeipata katika maisha yangu kwa miaka 25 ambayo nimeokoka na kujazwa Roho. And by the way, Na hivyo me, I gave my life to Jesus nilipenda maisha yangu kwa Yesu, and I began speaking in tongues immediately. nikaanza kuongea kwa ndimi hapo na hapo. It was such a miracle. Ilikuwa tu ni muujiza. I did not know what it was. Sikujua ni nini. I thought I was crazy. Nilifikiria kwamba nimeruka akili. My mother led me in a prayer of repentance, Mama yangu akaniongoza katika ombi la toba, told me repeat after me. kusema rudia nyuma yangu. Lord Jesus, Bwana Yesu, I receive you today. na kupokea Forgive leo. me my sins. Nisamehe dhambi From zangu. today, Kutoka siku I ya will leo serve you. In nitakutumikia Jesus' name. katika jina la And then I Yesu. started Rakayama. Nikaanza kuongea kwa I ndimi. spoke in tongues for more than 1 hour. Nikaongea kwa ndimi
ndimi zaidi ya saa moja. I have discovered Nikatambua the more I speak in tongues, navyozidi kuongea kwa lugha, the more I pray and worship God in tongues, navyozidi kuomba na kumwabudu Bwana kwa lugha, the more I see the manifestation of other gifts of the Spirit in my life too. hivyo ndivyo navyoona udhihirishwaji wa vipawa vingine vya Roho katika maisha yangu. When you speak in tongues, Unapoongea kwa lugha, it's very easy for you to prophesy. basi ni rahisi sana kwako kuweza kutoa unabii. When you speak in tongues, Unapoongea kwa it's very lugha, easy for you to lay hands on a sick person basi ni rahisi sana kuwekelea mgonjwa mikono and they receive their healing. na pokea uponyaji. When you speak in tongues, Unapoongea kwa it lugha, becomes very easy to believe God for a miraculous thing. inakuwa rahisi kumwamini Mungu kwa muujiza The mkubwa. less I speak in tongues, Na nakosa kuongea kwa lugha, the less the manifestation of the supernatural gifts of the Holy Spirit in my life. na ndivyo pia inapungua kule kudhihirishwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu So do katika you maisha want to yangu. see miracles taking place in your life? Unataka kuona miujiza kufanya kazi maishani mwako, Then learn how to speak in tongues more. jifunze jinsi ya kuongea kwa ndimi zaidi Privately, katika in kibinafsi, your own prayer closet. katika mahali pako pasiri pa maombi. Speak in tongues. Ongea kwa Half an ndimi. hour, 1 hour. Nusu saa, The saa Bible moja. says it is your spirit praying in the Holy Spirit. Biblia inasema ni roho yako ambayo inaomba kwa roho. People wonder, how can I pray for 1 hour? Watu wanajiuliza nawezaje kuomba Where will na I get the words? Nitapata wapi yale If you maneno? don't have the words, Kama huna yale because we maneno, don't know how we ought to pray, Bwana hatujui jinsi ya kuomba. speak in tongues. Ongea kwa lugha. Speak in tongues. Ongea kwa lugha. Through speaking in tongues, Kupitia kuongea kwa as lugha, I've said, we are edifying ourselves. kama vile nimesema, tunajijenga We are wenyewe, building ourselves. tunajijenga We wenyewe, are worshiping God. tunamwabudu And we are Mungu, opening a door for the supernatural manifestation of the power of God. tunafungua mlango wa kudhihirishwa katika mambo ambayo si ya kawaida. So as a spirit-filled believer, Kama muumini aliyejazwa Roho, take full advantage of the gift of tongues from today. wewe chukua nafasi ya kipekee ya kuongea kwa lugha ya siku ya leo. It is a weapon of prayer that the Holy Spirit has given us. Basi ni silaha ya maombi ambayo Roho Mtakatifu ametujalia. And as Paul says, Na kama vile Paulo do anasema, not forbid speaking in tongues. basi msikose kuongea kwa lugha, Don't care what people are saying. na msijali wanachosema If they don't wengine. want to speak in tongues, that's their own problem. Kama wataka kuongea kwa lugha, hiyo ni shida yao. Personally, I will speak in tongues. Binafsi mimi I nitaongea want kwa to lugha. speak in tongues Na more. kuongea na lugha hata zaidi. For those of you who are not baptized in the Holy Spirit, Wala ambao hatujabatizwa kwa Roho Mtakatifu, how can you be baptized in the Holy je, Spirit? unawezaje kubatizwa kwa Roho That's where I Mtakatifu? want to conclude. Hapo ndipo nitakapofikia kikomo. John chapter 7, Kitabu cha Yohana mlango wa verse 7 37 to 39. basi 37 hadi 39. John chapter 7, Yohana mlango wa 7 verse 37 to 39. 37 hadi The 39. Bible says, Nasema hivi. John 7, 37 to 39. Yohana 7:37 hadi 39. The Bible says, Bible nasema, on the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, let anyone who is thirsty come to me and drink. hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Aniaminiaye mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. By these he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. Na neno hilo alisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Number one, Jambo la kwanza, if you want to be baptized in the Holy Spirit kama unataka kubatizwa kwa Roho and Mtakatifu begin speaking in tongues, na kuongea kwa lugha, you must be thirsty of the Spirit. lazima uone kiu cha Roho. Jesus says, let anyone who is thirsty, Yesu akasema yeyote ambaye ana kiu, you must thirst and hunger for the baptism of the Holy Spirit. lazima uwe na kiu cha Roho cha Roho, The way you thirst for water. vile ambavyo unaonea maji kiu. Number two,
Jambo la pili, you must come to Jesus. lazima umwendee Yesu. It is Jesus who baptizes. Yesu ambaye It anabatiza, is not the laying of hands. sio kuwekelewa It is mikono not the bishop, the apostle. na sio askofu It ama wale is mitume, Jesus. ni Yesu. Go to Jesus. Mwite Yesu, Tell him, baptize me. mwambie anibatize. And then number 3, Na ya tatu, drink. kunywa. Drink. Kunywa, Receive. pokea. Receive the Holy Spirit. Pokea Roho Believe you Mtakatifu. have received the Holy Spirit. Amini umepokea Roho Mtakatifu. And verse 38 says, 38 anasema believe. amini. Believe you've received. Amini umepokea. And out of your belly Na kutoka katika tumbo will lako flow rivers. kutatiririka maji. A new language will come. Lugha mpya itakuja. That is a simple way. Hiyo ndio njia ya Number kirahisi. 1, Jambo be la kwanza, thirsty. lazima uwe na kiu. Number 2, come to Jesus. Jambo la pili, njoo kwa Number Yesu. 3, drink. Ya tatu, kunywa. Receive. Pokea. Number 4, believe you have received. Jambo la nne, And amini then umepokea. begin bubbling up Basi anza kuongea by faith kwa imani in another tongue. katika lugha nyingine. I'm going to finish with this story. Naenda kumalizia kwa hii hadithi. Many years ago, Miaka mingi iliyopita, when we were growing up, we were still young people. tulikuwa tu vijana tukikua. We used to have keshas every Friday. Tulikuwa na kesha kila Ijumaa. And before the kesha ends, Na kabla kesha iishe, around 4 in the kama morning, saa 10 hivi asubuhi, we would ask people who were in the meeting tulikuwa nauliza watu ambao katika ule who want mkutano to be baptized in the Holy Spirit ambao wanataka kujazwa kwa Roho Mtakatifu come in front, waje hapa mbele, and we would pray for them. na tunaweza kuombea. And many were receiving the Na Holy Spirit. wengi wakapokea Roho Mtakatifu. But there was this particular one lady. Lakini kulikuwa kuna huyu dada mmoja, She used to come every time, alikuwa anakuja kila saa, and every time she was disappointed. na kila wakati alikuwa Every anavunjika time she moyo. could not speak in tongues. Kila wakati hakuweza She kuwekwa could not dini. be. She could wait. Alikuwa na ngoja, She never received the Holy Spirit. hakupokea Roho Mtakatifu. One day, Siku moja after we had prayed for her, baada ya kumwombea, she started crying. akaanza She kulia, told me, what is wrong with me? kusema nini baya na mimi? Does it mean I'm not born again? Inamaanisha Does it mean that sijaokoka? God does not love me? Je, Mungu Why hanipendi? can't I speak in Ni tongues? kwa nini siwezi ongea kwa ndimi? And we told her, Tukamwambia the only thing you need to do jambo la pekee is to tunahitaji kufanya believe ni kuamini and to receive. na kupokea. We will pray for you. Tutakuombea. God will baptize you at his own time. Mungu atakubatiza wakati wake mwenyewe. And so, Kwa hivyo we prayed for her. tukamwombea And she went home. na akaenda nyumbani. She was a house girl Alikuwa mfanyikazi wa nyumba of a certain man of God ya mtumishi wa Mungu mwingine who is a pastor still with us today. ambaye ni mchungaji nasi pia leo. Now, because it was in the morning, Maana ilikuwa ni asubuhi, she went in the kitchen akaenda kwa kitchen to prepare tea kwenda kuandaa so chai, that the people of the house, when they wake up, they find tea. ili kwamba watu wakiamka wapate chai kimepikwa And as she tayari. was preparing tea, Alipokuwa anaandaa chai, she was singing. alikuwa anaimba, She was singing, alikuwa anaimba preparing tea. akiandaa chai. And then all of a sudden, Punde tu her language changed. lugha yake ikabadilika, She started speaking in tongues. kaanza kuweka kwa ndimi, She tried to put her hands on her mouth. jaribu kuweka mkono kwa mdomo, She started babbling. akaanza And she kuongea spoke in na tongues. akaongea kwa And she ndimi was crying. na akawa analia. The pastor with his wife, with the children, Mchungaji, mke wake na they watoto thought something wrong had happened. wakafia kitu kibaya They woke kimefanyika. up, ran into the kitchen. Mungu akimbia kwa Tea kitchen, was in the cooker. alikuwa kwa kuka, Tea was on the chai cooker. ilikuwa kwa kuka, And there she was speaking in tongues, ako and she had pale fallen anaongea down. na lugha, ameanguka chini, She got baptized in the Holy Spirit. akabatizwa kwa Roho Mtakatifu. On Sunday, Jumapili she came so happy, akaja kuwa na furaha, and she gave us a testimony. akatupa ushuhuda. Listen to me. Nisikilize, If you are not baptized in the Holy Spirit, kama hujabatizwa kwa Roho you are Mtakatifu, missing on something very beautiful. unakosa kitu ambacho ni muhimu sana, Somebody who can help you in your prayers mtu ambaye anaweza kukusaidia katika maombi yako, so that you can speak mysteries to God. ili uweze kuongea siri kwa So I Mungu. want to encourage you Nataka kuwatieni moyo that this week, juma hili, look for some time privately. basi tafuta wakati fulani mahali pako peke yako. If you are not baptized in the Holy Kama Spirit, hujabatizwa na Roho tell Mtakatifu, God, I want you to baptize me. ambia Mungu natamani And if unibatize. you are baptized in the Holy Spirit, Na kama batizwa na Roho I Mtakatifu, want you to take at least half an hour every day. basi chukua kama nusu saa kila siku, Just speaking in tongues. ongea tu kwa lugha,
speaking in tongues. ongea tu kwa lugha. And on Sunday, Na Jumapili you will tell me what has happened in your life. utaniambia kilichofanyika katika maisha yako. As we conclude this service, Napotamatisha hii ibada, you might be viewing us on Facebook labda tutazama kwa Facebook and you're not born again. na wewe haujaokoka. I want to give you this opportunity. Takupa hii nafasi Give your life to Jesus. kupeana maisha yako kwa If Yesu. you are there, Kama uko pale, you want to give your life to Jesus, takupeana maisha yako kwa I Yesu. want you to repeat this prayer after me. Taka urudie ombi nyuma Say, yangu. Lord Jesus, Sema, Bwana Yesu, I come to you. naja kwako. I am a sinner. Mimi ni mwenye But dhambi. today, Lakini siku I've ya heard your leo word nimesikia neno that you lako can save me. kwamba unaweza Save kuniokoa. me today, Jesus, Niokoe leo and Yesu, fill me by your Spirit. na unijaza kwa Roho Forgive wako. me all my sins. Samehe dhambi zangu From zote. today, Kutoka siku ya I leo believe ninaamini I am born again. nimeokoka. In Jesus' name I Katika pray. jina la Yesu nimeomba. Amen. Amen. And amen. If you prayed that prayer, Kama umeomba ombi kama hilo, you've just been born again. wewe umeokoka. Look for a friend who is born again. Tafuta rafiki ambaye Or if there ameokoka. is a church near you that preaches salvation, Kama kuna kanisa karibu na hubiri go to wokovu, that church and tell enda the pastor you've just given your life to waambie Jesus. kwamba umependa maisha kwa And Yesu. God is going to bless you. Mungu Now atakubariki. let's all stand up on our feet Simame kwa miguu yetu as we pray, tunapofanya as ombi, we wind up the service. tunapotamatisha ibada. Thank you for worshiping today. Asante kwa kuabudu I nasi. believe you've been blessed. Naamini I pray nimebarikiwa. that the Lord is going to fill you Naomba Mungu with His atawajaza Spirit. na Roho wake. Just lift up your hand. Inua mikono yako. And if you are baptized in the Holy Na kama Spirit, umejazwa kwa I Roho, want you to speak in tongues nataka uongee kwa for ndimi. just 2-3 minutes. Kama dakika 2-3. And if you are not, Kama I want you bado, to tell God, baptize me ambia in your Mungu Spirit. nibatize. In Jesus' Katika jina la name. Yesu. Oh, Father, we worship you. Tunakuinua. Father, we give you Tunakupa praise. sifa. Lord, I pray Ninaomba that you may baptize your kwamba people ukabatize with the watu Holy wako Spirit and na Roho power. Mtakatifu The na Lord, you're going to nguvu. change their prayer lives. Utabadilisha You're going maisha to ya maombi. encourage them. Kuwatia They will moyo. be edified, oh Father. Watajengeka, Holy ee Baba. Spirit of Roho God, Mtakatifu I wa release Mungu. your power upon your Ninaachilia people. nguvu zako May juu ya you watu fill wako. them now. The Lord Ukawajaze will begin sasa. bubbling in tongues. Wakaongea kwa And they lugha. will see a change in their Wataona life. mabadiliko katika Oh, maisha yao. rekayama zondo Repo robobo. zoko robo za. Ripo sekayamako. Itarababo zeke Zembarabaraba robo za. sakayama. Eyataraba Ropo zako sendarababoria robo baraba zeke seka. yatabasa. Rikararababoria baraba zandorobobo. Rikararababoria baraba sandarababo. Boria baraba sakaya. Repo sendereberebebo. Rapo yobo sakararababo. Zambarabaraba saka. We worship you, Father. We give you praise. We give you honor, Lord. Asante Yesu. Blessed be thy name. Asante Yesu. Father, as we come to the end of this service, Baba, tunapofikia tamati ibada I hii, speak a blessing upon your people. nanena baraka juu ya Lord, watu may you wako. bless them. Uwabariki. Bless the work of their Bariki hands. kazi za mikono Bless yao. their businesses. Bariki biashara Even zao. at this time, Hata wakati Lord, kama let it huu, be double portion them for unahitaji them. wapatie maradufu. Let it be uncommon harvest for Waache them. kama mavuno ambayo si ya Sustain them, Lord, in kawaida. their places of work. Wadumishe mahali pa Lord, I kazi. pray for a protection around them. Naomba ulinzi juu yao. You will protect them Utawalinda from the devourer, kutoka ule from mharibifu, sicknesses, kwa magonjwa, from coronavirus, kwa magonjwa as they go coronavirus. those matatus, Kama wanapenda kwa as they matatu, go to the supermarkets, wanapenda kwa as they go supermarket, to their places of work, wanapenda mahali pa as they walk kazi. in the streets, oh God, Napotembea I barabarani pray ya for Mungu. protection over Ninaomba them. ulinzi In the katika maisha name yao. of Katika Jesus, jina la Yesu. I thank you, Father, Ninakushukuru and I Baba give you praise. na ninakupa sifa. In Jesus' name I pray. Katika jina la Yesu And tumeomba. everybody said, Amen. let's give Jesus a good hand clap. Tumpigieni Yesu makofi. Amen. God bless.